أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kutuwezesha kuonana tena siku hii ya leo kwenye kikao chetu cha 25 katika mlolongo wa vikao vya tafsiri ya Qur'an, Suratul Baqara, ambapo Mungu ametupa taufiki kwenye ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kuweza kufika aya ya 230 ya Suratul Baqara kwa kuzitarjama pamoja na sherehe ya ujumla kwa aya hizo. Kikao chetu cha leo kitaanzia aya ya 231 mpaka aya ya 240, na baada ya sherehe hiyo tutakuwa na masala matano katika kuzisherehesha hizi aya 10, na haya masala matano yote tumeyatoa ndani ya hizo aya 10. Masala hayo matano, masala ya kwanza ni masala ya talaka katika Uislamu, at-talaqu fil Islam. Lakini masala ya pili ambayo tumeyatoa ndani ya hizo aya 10 ni mas'alatu radhaa, mas'ala ya kunyonya.
Na masala ya tatu ni masala yanayohusiana na mume anapokufa. Nini wajibu wa mke anayemwacha, lakini na yeye mwenyewe inachotakikana akifanye na atende kwa ajili ya mke anayemwacha. Lakini nukta ya 4 katika kusherehesha hizi aya 10 ni virozo vya Mungu. Anazungumza habari ya talaka, alafu anazungumza swala, kuonyesha umuhimu wa swala katika kutengeneza mahusiano ya kijamii. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Lakini nukta ya 5 ya mwisho, aya hizi ukiziangalia zina kitu ambacho tutakiita muraqabatullah, kumchunga Mungu. Hizi aya zote utaziona za talaka na aya za kunyonya, mwisho Mungu anakokoteza kwenye kumtambua Mungu, kwenye kumchunga, muraqabatullah. Na hii itatupelekea, kama muda utaturuhusu, kuonyesha kwamba moja ya mmomonyoko wa maadili katika jamii yetu na wingi wa talaka katika jamii ya Kiislamu ni kwa sababu ndani ya ndoa zetu kumekosekana kitu kinachoitwa muraqabatullah, kumchunga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tuanze kuzifanyia tarjama hizi aya 10, 231 mpaka 240. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema aya 231, akiendelea na jambo la talaka ambalo tumelizungumza jana, na talaka 3. Wa idha talaqtumun nisa, na pindi mtakapoacha wanawake, fabalaghna ajalahunna, wakafikia muda wao, wakafikia muda wao wa eda, faamsikuhunna bima'ruf, basi wazuieni kwa wema. Faamsikuhunna bima'ruf, basi warejeeni kwa wema. Au sarrihuhunna bima'ruf, au waacheni kwa wema, au waacheni kwa vizuri. Wala tumsikuhunna dhirara, na wala msiwarejee kwa kutaka kuwadhuru. Wala tumsikuhunna dhirara, na wala msiwazuie mkawakatalia kuolewa na wanaume wengine ili muwakomoe. Dhirara, ili muwadhuru. Lita'tadu, ili mpituke mpaka. Wa man yaf'al dhalik, na mwenye kulifanya hilo, faqad dhalama nafsa, hakika ameidhulumu nafsi yake. Wala tattakhidhu ayati llahi huzwa, na wala msizifanye aya za Mwenyezi Mungu shere, na wala msizicheze shere aya za Mwenyezi Mungu.
wadhkuru ni'matallahi alaykum, na kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa juu yenu. Wama anzala alaykum minal kitabi wal hikma, na kile alichoteremsha juu yenu miongoni mwa kitabu na hikima, na kile ambacho amewateremshieni ambacho ni kitabu na hikima. Yaidhukum be, anawaonyeni nyinyi kwacho. Wattaqullah, na muogopeni Mwenyezi Mungu, na mcheni Mwenyezi Mungu. Waalamu, na jueni, anna Allaha bikulli shay'in alim, kwamba Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ni mjuzi. Anna Allaha bikulli shay'in alim, kwamba Mwenyezi Mungu kwa kila kitu alimun, anakijua mno. Wa idha talaqtumun nisa, na pindi mtakapowataliki wanawake, na pindi mtakapowaacha wanawake. Fabalaghna ajalahunna, wakafikia muda wao, wakafikia muda wao wa eda. Fala ta'dhuluhunna, basi msiwazuie. An yankihna azwajahunna, kuolewa na wanaume zao. Idha taradau bainahum bilma'ruf, watakaporidhia kati yao kwa wema, watakaporidhia kati yao kwa uzuri. Dhalika yu'adhu bih, hilo anaonywa kwalo. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye awe katika nyinyi anamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Dhalikum azka lakum, hilo nyi ni utakasho zaidi kwenu nyinyi. Wazaramu, dhalikum, hilo nyi, azka lakum, ni bora zaidi kwenu nyinyi. Wa athhar, na ni tahara zaidi, na ni safi kabisa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, na Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui. Walwalidatu yurdi'na auladahun, na kina mama watawanyonyesha watoto wao, na wazazi wa kike watawanyonyesha watoto wao. Haulaini kamilaini, miaka miwili iliyokamilika. Liman arada an yutimma ar-radha'a, kwa mwenye kutaka kukamilisha kunyonyesha. Wa ala al-mauludi la,
wa ala almauludi lah, na ni juu ya mzazi wake, wa ala almauludi lah, na ni juu ya baba wa huyo mtoto. Wa ala almauludi lah, na ni juu ya baba mtoto, rizquhunna, chakula chao, rizqi yao, wa kiswatuhunna, na mavazi yao, bil ma'ruf, kwa wema, bil ma'ruf, kama ada. La tukallafu nafsun illa wus'aha, haikalifishwi nafsi yoyote isipokuwa uweza wake. Haikalifishwi, hailazimishwi nafsi yoyote illa wus'aha, isipokuwa kwa uweza wake. La tudarra walidatun biwaladiha, basi asidhuriwe mama kwa mtoto wake. La tudarra walidatun biwaladiha, asiwekwe tabuni mama kwa sababu ya mtoto wake. Wala mauludun la, wala mzazi wake wa kiume kwa sababu ya mtoto wake, wala baba mtoto kwa sababu ya mtoto wake. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwalade, wa ala alwarithi mithlu dhalik, na ni juu ya mwenye kurithi mfano wa hilo, na ni juu ya watu wa karibu mfano wa hilo. Fa in arada fisala, basi watakapotaka kumwachisha, basi watakapotaka mama na baba kumwachisha, an taradhin minhuma, kwa makubaliano yaliyokuwa kati yao, watashawurin, na kwa kushauriana, fala junaha alayhima, basi si vibaya juu yao. Fala junaha alayhima, hakuna lawama juu yao, si dhambi juu yao. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, na mkitaka kuwanyonyesha watoto wenu kwa mtu mwingine, fala junaha alaikum, si vibaya juu yenu. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, na kama mtataka kuwatafutia mnyonyeshaji watoto wenu, fala junaha alaikum idha sallamtum, pindi mtakaposalimisha, ma ataitum, kile mlichokitoa, kile mlichokiahidi.
bil ma'ruf, kwa wema, kama ilivyokuwa ada. Wattaqullah, na muogopeni Mwenyezi Mungu, na mcheni Mwenyezi Mungu. Wa'lamu, na jueni, anna Allaha bima ta'maluna basir, kwamba Mwenyezi Mungu kwa yale mnayoyatenda ni muoni. Kwa yale mnayoyatenda anayaona. Walladhina yutawaffawna minkum, na wale wanaopatwa ni umauti katika nyinyi, na wale wanaofishwa katika nyinyi. Wayadharuna azwaja, na wanaacha wake. Yatarabbasna bi anfusihinna, watajizuilia kwa nafsi zao, watajizuilia hao wenyewe. 4 ashhurin wa 10, miezi 4 na siku 10. Fa idha balaghna ajalahunna, basi watakapofikia muda wao wa eda. Fala junaha alaikum, basi si vibaya juu yenu. Fima faalna, kwa lile ambalo wamelifanya. Fi anfusihinna, katika nafsi zao. Bil ma'ruf, kwa wema. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu kwa yale mnayoyatenda ni mtambuzi. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu kwa yale mnayoyatenda anayatambua mno. Wala junaha alaikum, na wala si vibaya juu yenu, na wala si dhambi juu yenu. Fima arradtum bihi, katika kile ambacho mmekionyesha kwacho. Fima arradtum bihi, katika kile ambacho mmekipeleka kwa ishara. Min khitbati nisa, miongoni mwa posa ya wanawake. Min khitbati nisa, ambayo ni posa ya wanawake. Au aknantum fi anfusikum, au mmelificha nyinyi katika nafsi zenu. Alima Allahu, alijua Mwenyezi Mungu, alitambua Mwenyezi Mungu. Annakum satadhkurunahun, kwamba nyinyi mtawakumbuka. Walakin, na lakini. La tuwaiduhunna sirra, msiwaahidi kwa siri. Walakin la tuwaiduhunna sirra, lakini msifunge nao ahadi kwa siri. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, illa mtakaposema maneno mazuri. Ila mtakaposema maneno mema. Wala ta'zimu uqdatan nikah, na wala msiazimie kufunga ndoa. Hatta yablugha alkitabu ajala, mpaka yafike maandishi muda wake. Mpaka
muda ulioandikwa mwisho wake, hata yablugha alkitabu ajala. Wa'lamu, najueni, anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum, kwamba Mwenyezi Mungu anajua yale yaliyomo katika nafsi zenu. Fahdharuhu, basi jitahadharini nayo. Fahdharuhu, basi jitahadharini na mambo hayo. Wa'lamu, najueni, anna Allaha ghafurun halim, kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mpole. Ghafurun, ni mwenye kusamehe kila kitu. Halimun, ni mpole kwa waja wote. La junaha alaikum, si vibaya juu yenu, si dhambi juu yenu. In talaqtumun nisa, mtakapoacha wanawake. Ma lam tamassuhun, muda wa kuwa hamjawagusa. Ma lam tamassuhun, muda wa kuwa hamjawaingilia. Au tafridu lahunna farida, au kuwafaradhishia fardhi ya mahari. Au tafridu lahunna farida, au kuwakadiria mahari, au kuwawekea mahari. Au tafridu lahunna farida. Wamatti'uhunna, na wastarehesheni. Wamatti'uhunna, na wapeni mut'a. Ala almusi'i qadaru, mwenye uwezo kiwango chake, mwenye wasaa kadiri ya wezavyo. Wa ala almuqtiri qadaru, na asiyekuwa na uwezo kiwango chake, na mwenye dhiki kiwango chake. Mataan bil ma'ruf, hali ya kuwa ni mut'a kwa wema, hali ya kuwa ni starehe kwa wema. Haqqan ala almuhsinin, hali ya kuwa ni haki hilo kwa wenye kutenda wema. Wa in talaqtumuhunna, na mkiwaacha wanawake, na mkiwataliki wanawake, min qabli an tamassuhunna, kabla hamjawagusa. Min qabli an tamassuhunna, kabla hamjawaingilia. Wa qad faradtum lahunna farida, na hakika mmekusha wafaridhishia fardhi ya mahari. Na hakika mmeshawafaridhishia mahari. Fanisfu ma faradtum, basi ni nusu ya kile mlichowafaridhishia. Basi ni nusu ya kile mlichowakadiria. Illa an yaafuna, ila watakaposamehe wao wenyewe wanawake. Illa an yaafuna, au yaafu alladhi, au asamehe yule ambaye biyadihi uqdatun nikah, liko mikononi mwake jambo la pingu ya ndoa. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, na kusamehe
kuko karibu zaidi na ucha Mungu, na kusamehe kuko karibu zaidi na takwa. Wala tansawu alfadla bainakum, na wala msisahau fadhila zilizokuwa kati yenu. Inna Allaha bima ta'maluna basir, hakika Mwenyezi Mungu kwa yale mnayoyatenda ni mwenye kuyaona. Hakika Mwenyezi Mungu kwa yale mnayoyatenda ni muoni. Hafidhu ala salawat, hafidhini juu ya swala tano. Hafidhu ala salawat, dumuni juu ya swala tano. Wasalati alwusta, na salati alwusta, na swala ya kati na kati. Na swala tukufu. Wasalati alwusta. Waqumu lillahi qanitin, na simameni kwa Mwenyezi Mungu kwa kumuabudu. Na simameni kwa Mwenyezi Mungu kwa kumnyenyekea. Fa in khiftum, basi mtakapoogopa, basi mkiogopa, basi mkiwa katika hofu, farijalan au rukbana, basi swalini hali ya kuwa mnatembea kwa miguu au hali ya kuwa mmepanda. Fa idha amintum, basi mtakaposalimika, basi mtakapokuwa na amani, fadhkurullah, basi mtajeni Mwenyezi Mungu, kama allamakum, kama alivyowasomesha, kama alivyowafundisha, ma lam takunu ta'lamun, yale ambayo mlikuwa hamyajui. Walladhina yutawaffawna minkum, na wale wanaotawafu miongoni mwenu, na wale wanaokumbwa ni umauti miongoni mwenu. Wayadharuna azwaja, na wanaacha wanawake, na wanawaacha wake. Wasiyatan li azwajihim, waache wasia kwa warithi wao kwa ajili ya wake zao. Wasiyatan li azwajihim, wawausie warithi wao kwa ajili ya wake zao. Mataan ila alhaul, starehe mpaka mwisho wa mwaka. Mataan ila alhaul, kupata matumizi kwa mwaka mzima. Ghaira ikhrajin, bila kutolewa. Ghaira ikhrajin, bila kumtoa katika nyumba aliyokuwepo. Fa in kharajna, basi wakitoka. Fala junaha alaikum, si vibaya juu yenu. Fima faalna fi anfusihin, katika kile walichokifanya wao wenyewe, katika kile walichokifanya kwa nafsi zao. Min ma'ruf, miongoni mwa mambo mema. Wallahu azizun hakim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda, mwenye hikma. Wallahu azizun, azizun, na Mwenyezi Mungu
ni mwenye kushinda vitu vyote na watu wote. Hakimun, ana hikma kuliko yoyote. Aya ya 240, tarjama ya aya 10, tarjama iliyokamilika, iliyokuwa salama, yenye nakha, harufu ya Sheikh Muhammad ibn Sheikh Ayub al-Kamadhi rahimahullah. Kabla ya kuhamia kwenye nukta ya pili, na kwa kuwa nimewachosha, aya zimekuwa ni ndefu leo, naomba salawatu 3 za nguvu za kutuweka vizuri, ili sasa tuingie katika kuzisherehesha hizi aya 10 kwa ujumla. Salawatu kwa nguvu ala Fatimah az-Zahra bi'ala aswatikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam, kama nilivyosema kwamba sherehe yetu ya ujumla ina aya 10 ambazo tumezifanyia istimbati katika hizo aya. Tumezitoa humo, wala sio istimbati, tumezielewa humo Sheikh Said. Sasa lakini wakati Sheikh Said na tafsiri hizi aya nazifanyia tarjama, nimegundua hizi aya ni muhimu sana kwenye jamii yetu ya leo, na kwa kweli zinahitajia zishereheshwe. Sio sherehe ya ujumla, kwa sababu ni masala ya ndoa ambayo ni masala nyeti katika jamii yetu. Lakini pia nimegundua kitu kimoja, kwamba Qur'ani ni bahari pana ambayo lau tukiamua tu tushike aya moja inayoelezea mtu anapokufa aache wasia kwa warithi wake kwamba mkewe asitoke ndani ya nyumba na apewe matumizi ndani ya mwaka mzima, yani hiyo peke yake ni darsa, mambo ambayo katika community zetu, katika jamii zetu yamesambaratika. Sasa katika sherehe yetu nimesema tuna masala 5. Kwanza jambo la talaka katika Uislamu, lakini jambo la kunyonyesha. Na kwa kuwa muda wangu uliobakia ni dakika 6, naomba nianze kulisherehesha hili jambo la pili ambalo ni kunyonyesha. Mungu katika aya ya 233 ameeleza habari ya radhaa, habari ya kunyonya, na ndani yake haraka tunaweza kusoma mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, mas'uliyatu radhaa ala atiqi al-abawain. Kisoma hii aya vizuri na kuonyesha kwamba mas'uliya ya kumnyonyesha mtoto yako juu ya baba na mama. Baba na mama wote wanatahammal masulia ya kunyonyeshwa mtoto. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, Mungu aliposema walwalidatu akamtaja mama, yanakwenda sambamba na maneno ya wanasayansi leo katika uvumbuzi wao, umuhimu wa maziwa ya mama. Umuhimu wa maziwa ya mama na madhara yanayopatikana kwa mtoto kwa sababu ya kukosa maziwa ya mama. Na ndio maana Mungu akaanzaje walwalidatu, akiwashirikisha baba na mama katika jambo la kumnyonyesha mtoto. Lakini jambo la tatu, mwenye masulia ya kumnyonyesha mtoto ni nani? Tabani ni mama. Lakini je, mama ni lazima? La, mama yuko huru.
mama akiamua kumnyonyesha mtoto sawa sawa, lakini akiamua kuto kumnyonyesha mtoto, vile vile baba haruhusiwi kumlazimisha mkewe kumnyonyesha mtoto wake. Lakini jambo la 4 katika aya hii vile vile tunafaidika, anayebeba majukumu ya kuyalipia maziwa na chakula cha mnyonyeshaji na mavazi ya mnyonyeshaji, hayo yote anayabeba baba, hayo yote anayabeba mume. Ndiyo mwenye wajibu wa kuyalipia maziwa ya mama na kulipia chakula cha mama na kulipia mavazi ya mama. Lakini nukta nyingine katika masala ya kunyonya, tunafahamu jambo moja jingine zuri. Jambo gani? Kwamba mwenye haki ya kumlea mtoto na kumtunza mtoto kwa chakula na kwa mavazi ni mzazi. Na hii ndiyo iliyopelekea hikima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumchagua mume au baba kwamba ndiyo msimamizi wa familia. Yani ule usimamizi sio bure bure. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Qiwama hii, usimamizi huu si usimamizi tu wa control, la, kuna masulia ambayo hayo lazima yafanywe na nani? Yafanywe na baba. Lakini mwisho katika somo tunalofaidika kwenye masala ya kunyonya ni ruhusa, istirdaa, ni ruhusa baba na mama wanao uwezo wa maamuzi wakaamua kwamba mtoto wetu usimnyonyeshe wewe, tumpeleke mahala fulani huko akanyonye. Wakiridhiana baba na mama, hilo ni jambo halina tatizo lolote katika sheria. Na tumeona Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipopelekwa kwa asiyekuwa mama yake Halima, akamnyonyesha kwa sababu ya mazingira waliyoona kwamba mahala anakoishi Halima, mahala kule kutamkuza mtoto vizuri, atakuwa na hikima, atajua Kiarabu vizuri. Lakini pia Halima ni katika mama mzuri ambayo maziwa yake ni maziwa salama. Mwenye Barzanji, Sheikh al-Barzanji anakizungumza kisa hiki kwa upana na muda wetu hauturuhusu. Lakini masala ya mwisho katika jambo la kunyonya, lakini kabla ya mwisho nieleze tu kwamba katika fiqhi tunayo bahthi kwamba tendo la wewe kunyonya kwa mama fulani, tendo hilo linakufanya huyo ni mama yako. Na ndiyo maana Halimatu Saadia Hajimputa alikuwa akija mbele za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sallallahu alayhi wa alihi, alikuwa akichukua kishali chake anakitandika chini, ananyanyuka, anamwambia mama karibu. Kwa hiyo tendo la kunyonya kwa mama fulani, mama huyo anakuwa ni mama yako na mabinti zake wanakuwa ni dada zako, huwezi ukawaoa. Muda hauturuhusu, lakini kabla ya kufungua maswali nitazungumzia masala ya kumnyonyesha mtu mkubwa, ridha'ul kabir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin.
wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin ma'a as-salawat.